Yes, mwanamuziki kutokea kule Marekani bwana anafahamika kwa jina la Katy Perry, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya poa zaidi, lakini pia watu wengi wameweza kuwa na hata yeye pia ameweza kuwa na mashabiki wengi zaidi ambao wanaweza kumfuatilia. Sasa anatarajiwa kuandika historia kwa kuweza kujiunga na kikundi cha wanawake pekee watakaosafiri kwenda angani kwa kutumia rocket ya Blue Origin ambayo inamilikiwa na bilionea Jeff Bezos ambaye anapatikana huko nchini Marekani. Sasa safari hiyo ya anga inatarajiwa kufanyika Jumatatu hii na itawapeleka zaidi ya kilomita 100 juu ya uso wa dunia. What are this? Itakuwa ni bonge moja la issue. So Perry amefahamika kwa vibao vyake maarufu kama Firework, California, Girls na Roller. Ameweka video yake kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ndani ya chombo ambacho watakitumia, akiwa amevaa scarf ya anga ya rangi ya blue iliyoandikwa Perry kifuani kwake pale. Kwa mmoja ambao mnaangalia hiyo clip, I think mtakuwa mmeona. Sasa kiti chake kimewekwa namba 2 na ni jina K Perry, na jina lake la mawasiliano katika safari hiyo ni Feather. Ni bonge moja la jina, lakini pia ni bonge moja la issue ambayo kwa watu wa Marekani pia itakuwa ni nzuri kwa upande wao. Kilomita 100 juu ya uso wa dunia so mchezo. Sasa lazima niimbe angani, alisema bwana Perry mwenyewe kwamba lazima niimbe angani. Ameweza kutia nia pia Perry kwenye video hiyo akieleza furaha yake ya kushiriki mafunzo pamoja na wanawake wenzake katika safari hiyo. Kikundi hicho kimepewa jina la The Taking Up Space Crew kwa maana ya kuchukua nafasi halisi angani na pia kupinga mitazamo ya zamani kuhusu nafasi ya wanawake. Sasa safari hiyo ya dakika 10 itaanza kutoka West Texas kwa kutumia rocket ya New Shepard ambayo inamilikiwa na kampuni ya anga ya Blue Origin. Sasa wanawake walioteuliwa kushiriki safari hiyo waliandaliwa na mchumba wa Jeff Bezos, Lauren Sanchez, ambaye ni rubani wa helikopta na aliyewahi kuwa mtangazaji wa runinga kutokea pale nchini Marekani. Sasa pamoja na Perry na Sanchez yupo pia mtangazaji wa runinga Galiel King, mwanasayansi wa zamani wa rocket wa NASA Aisha Boe, mwanaharakati wa haki za kiraia Amanda Nguyen, na mtayarishaji wa filamu Kerianel Philin ni moja kati ya watu ambao pia watahusika katika safari hiyo. Imagine kilomita 100 ndani ya dakika 10. Hii ni noma sana. Wanawake wanaweza kwenda kuzunguka huko na kuweza kuna baadhi ya mambo mengi ambayo wamekwisha kuongelewa hapo kwamba mwanamke sijui amefanya nini, lakini pia wanawake yani ni vitu vingi ambavyo vimeweza kutokea katika safari hiyo. So Katy Perry pia naye ni moja kati ya watu ambao wamewekwa kwenye listi ya watu ambao wataweza kwenda katika safari hiyo. Sisi kama Sawasawa Digital, one day yes, na sisi tutatuma mwanamke mmoja kutokea Sawasawa Digital akaweze kutuwakilisha, lakini endelea kutufuatilia sisi kama Sawasawa kwa sababu tunakupatia habari ambazo ziko sawasawa na zimekaa sawasawa kabisa, kwa sababu habari kinganjani mwako tunakuletea kwa urahisi zaidi. Okay, I'm going to show you the capsule that we have been training in for the last few days. Here I am. Seat number 2. This is my call name, Feather. Here on the New Shepard. I think I'm going to sing. I'm going to sing a little bit. I got to sing in space. And these are all of my astronaut girly friends. We are the Taking Up Space Crew. And of course, that saying has had a different meaning to it, but I think it's now the first time ever that it's a double entendre. I do believe this. I'm not going to say I can't believe I'm here. I do believe this because I think that believing your dreams and saying that is actually how you make your dreams come true.